kuwa mrefu. Lakini moja kwa moja hivi sasa wacha nikupeleke katika kaunti ya Bomet. Mtazamaji, kule pia kulikuwa na shughuli kama hiyo ikiendelea na kura zikahesabiwa, matokeo yametolewa, lakini sijui upande huo, labda Jeff Kirui tufahamishe ama ufahamishe mtazamaji wetu ambaye anayekupata hivi sasa kutoka Bomet, hali ikoje katika hili swala la kura kutangazwa mshindi? Naam, asante sana Manzo. Niko katika ukumbi wa shule ya upili ya wasichana ya St Mary's katika kaunti ya Bomet. Hiki ni kituo kikuu cha kuhesabu kura katika kaunti hii. Kura ambazo zinatarajiwa kuhesabu katika ukumbi huu ni kura za ugavana, useneta na wakilishi wa wanawake. Nakumbuka kwamba kufikia sasa hatujaweza kupata matokeo rasmi. Tunasubiri afisa mkuu rejeshi kuweza kutangaza matokeo hayo rasmi. Bado kuna vituo vitano ambavyo havijarejesha matokeo yake, na tunasubiri. Kufikia sasa naibu spika wa bunge la taifa Dr. Joyce Laboso ndiye yupo kifua mbele kwenye nafasi hiyo ya ugavana akiwa na 67.2% za kura dhidi ya 32.8% za gavana wa sasa Isaac Ruto. Na awali niliweza kuzungumza naye akiweza kuelezea hisia zake kuhusiana na ushindi wake. Nakumbuka kwamba pia gavana Isaac Ruto tunasubiri kujua iwapo ameridhika na matokeo ya uchaguzi huu ambao ulifanyika hapo jana. Pia kuna nafasi nyingine ambayo tumekuwa tukifuatilia kwa kina sana, nafasi ya useneta, ambapo kufikia sasa mgombea wa chama cha Jubilee ambaye ni Andrew Lang'ata bado yupo kifua mbele, ama vituo vitano vikiwa vimesalia. Kumbuka kwamba kufikia sasa kuna vituo takriban 723 kati ya vituo 728. Hivyo basi kumaanisha kuna vituo vitano ambavyo matokeo yake hayajarejeshwa kwenye kituo hiki kuhesabiwa. Na kufikia sasa Andrew Lang'ata ndiye yupo kifua mbele kwa 52.73 dhidi ya 38.2% ya katibu mkuu wa chama cha KANU Nick Salat. Hiyo tu ni kupatia kidogo tu yale ambayo yamekuwa kiendelea katika kaunti hii ya Bomet. Kumbuka kwamba shughuli ya kupiga kura imekuwa ikiendelea njia shwari. Hapaja kuwepo na tashwishi yoyote tangia shughuli ianze hapo jana, na naarifu kwamba wakati wote kutoka sasa wagombeaji wote ambao wanaweza kufika ama ambao walishiriki kwenye uchaguzi wanatarajiwa kwenye kituo hiki kuweza kupokea vyeti vyao au pia kuweza kutangazwa rasmi kuwa washindi. Lakini haya yote ni baada ya vituo vitano kurejesha matokeo yao. Kwenye kituo kimoja pia eneo bunge la Bomet Mashariki ambako tumekuwa tukifuatilia kwa kina pia matokeo yake ni kwamba uchaguzi huu ulikuwa umevutia mama na mwanawe kwenye uchaguzi wa eneo bunge, na kufikia sasa mama ama Beatrice Konez ambaye ni mkewe aliyekuwa waziri wa masuala ya uchukuzi Kipkalia Konez yupo kifua mbele dhidi ya ambaye mbunge wa sasa Bernard Bet ambaye ni wa pili, mwanawe Kevin Kalia akija nambari 4 na kura 1500. Hivyo basi kumaanisha kwamba ushindani umekuwa mkali dhidi ya chama cha Jubilee na chama cha CCM, lakini kimeonekana wazi kwamba Jubilee kimeweza kuwa ni chama ambacho kwenye eneo hili bado ni ngome ya chama cha Jubilee ikilinganishwa na chama cha CCM. Kumbuka kwamba kufikia sasa chama cha CCM kimeweza kujipatia tu wawakilishi wa wadi watatu, na kwenye nafasi za maeneo bunge chama cha CCM hakijaweza kujipatia nafasi yoyote. Lakini kuna nafasi moja tu eneo bunge la Chepalungu ambacho pia linaonyesha ama linadhihirisha kuwa na ushindani mkali kati ya mgombeaji wa Jubilee na mgombeaji wa chama cha CCM. Hivyo basi hili limesalia kuwa ngome ya Jubilee, na awali pia niliweza kuzungumza na Dr. Joyce Laboso ambaye ni naibu spika na pia ambaye yupo kifua mbele kufikia sasa, na akaweza kutueleza kwamba yuko radhi kushirikiana na gavana Isaac Ruto kuhakikisha kwamba wanaendeleza maendeleo katika kaunti hii ya Bomet. Manzo. Naam, labda tutazamie katika muda gani matokeo rasmi ndio watakao yanatolewa, manake katika sehemu ya Eldoret pale tayari washindi wameanza kukabidhiwa vyeti vya ushindi na maafisa wa tume ya IEBC. Upande wa Bomet huko labda tutazamie kama saa ngapi, ama umesikia lolote kuhusiana na watakapokamilisha shughuli hii? Na Manzu, hatujaweza kuelezwa ni saa ngapi haswa ambapo tutaweza kupokea matokeo ya vituo hivyo vitano ambavyo havijaweza kurejesha matokeo yake, lakini kulingana na afisa mkuu rejeshi wa kituo hiki ameweza kutueleza kwamba
pindi tu matokeo haya yatakapofika, basi tutaweza kupata matokeo rasmi na wale washindi wataweza kutangazwa rasmi na kupewa vyeti vyao. Manzo, asante sana kwa taarifa hiyo Jeff Kirui, ambaye anatujia kwa njia moja kwa moja, mtazamaji, kutoka katika kaunti ya Bomet. Na